kwa ule mkutano wa Nisea Uturuki uliofanyika wa kusema ili uwe mtu wa kweli kabisa wa dini yetu ukubali Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Wewe sasa unaenda kwa watu. Sasa Ndacha yeye amekuja kwenye Biblia na mafundisho ya Yesu. Na ndio maana namwambia wewe ukashakuwa Muislamu. Na nikwambie tu simulizi, ukifuata Biblia ukweli wa kusoma utaki mbengele lazima uje kwetu. Ndacha anakuja tu. Lakini Ndacha simulizi anakuja. Wakristo washamkataa ujue. Kwa sababu wafuasi wa Yesu waliokuwa Wakristo walikubali kwamba Mungu mmoja. Na Wakristo kumbe wanajua ukisema Mungu mmoja wewe ni Muislamu. Ili usio Muislamu useme Utatu Mtakatifu ambao kwenye Bible hakuna. Namkaribisha apange siku aje, mimi nitamfundisha vizuri na naamini ataelewa. Sababu mimi mwalimu wa mambo simulizi sana. Nitamfungua kichwa chake na atakaa sawa. Na si tunamhitaji kwa maneno yake, anaweza kutusemea. Moja ya channel yetu tunakaa hapa na Ustadh Shafi Shomari Pango tukifanya tena kipindi kingine. Leo tutakuwa tunafanya juu ya mijadala ya Utatu Mtakatifu, yani Mungu ambaye ana nafsi tatu, na mjadala unaohusu kuhusiana na Mungu mmoja ambao umekuwa ukiendelea. Wakristo wanafanya. Tumeona kina Mwalimu Ndacha, kina Mwalimu Masawe, wao wanakubali kwamba Mungu ni mmoja na wanatoa vifungu vingi. Lakini tunao watu kama Mwalimu Mwankemwa ambaye yeye anakubali Mungu ni mmoja lakini ni Mungu mwenye nafsi tatu. Yesu mwanaye akiwa naye ni Mungu pia katika umoja wao. Kwa hiyo nikasema leo tuongee na Sheikh Shafi kwa sababu hata nyinyi mmefanya mijadala na Wakristo. Mnawajua Wakristo. Vitabu vya Kiislamu vimeandika kuhusu Wakristo. Wakizungumziwa Wakristo wale watu wa kitabu hasa nyinyi mnawajua kama watu wapya. Alafu nataka unipe mtazamo wako kuhusiana na hawa wawili ambao wamekuwa hizi pande mbili ambazo zimekuwa zikivutana. Ukimwangalia Mwalimu Ndacha, ukimwangalia Mwalimu Danieli. Karibu sana Mwalimu. Simulizi nataka ni tufundishane kitu kimoja. Sawa. Tukizungumzia Wakristo tunazungumzia lugha iliyotafsiriwa kwa Kiswahili. Okay. Lakini ukiileta katika lugha ya asili ya Kiarabu manake Naswara. Okay. Naswara manake wale ambao walimfuata Nabii Isa ama Yesu. Okay. Hao wanaitwa Manaswara au wanaitwa Wakristo. Kwa maana ni watu ambao waliokuwa wanamfuata Yesu au wanamfuata Nabii Isa. Hawa ndio tunawaita Wakristo. Kwa hiyo ili tupate tafsiri nzuri lazima tutafsiri kwamba Wakristo ni watu ambao waliopewa nafasi ya kumfuata Nabii Isa au ya kumfuata Yesu kama mtume aliyetumwa kwao. Hawa ndio wanaitwa Wakristo. Kwa maana ni watu ambao waliokuwa wanamfuata Nabii Isa ama Yesu. Kwa hiyo Tanzania au duniani wapo watu wanaojinasibisha kwamba sisi ni Wakristo. Kwa maana wao wamechukua nafasi ya kumfuata Yesu. Lakini kinyume na tofauti na mafundisho yaliyomo ndani ya vitabu vya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano unaposoma Mathayo 2 mstari wa 6. Ukisoma Mathayo 2 mstari wa 6, hebu isome kidogo tujifunze kitu. Sawa, Mathayo 2 mstari wa 6 anasema, ndio. Nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe miongoni mwa watawala wa Yuda. Kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakaye wachunga watu wangu Israeli. Umesikia hilo andiko? Ndio. Mungu mwenyewe anamtabiri Yesu. Okay. Kwamba nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda si mdogo miongoni mwa watu wa Yuda. Kwa kuwa kutoka kwako atanitokea mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Okay. Sasa ukizungumza wafuasi wa Yesu wanaostahili kuitwa Wakristo ni wale ambao wanatakiwa wawe mtume katuma kwao, kwa maana wake wao ni wafuasi wa huyo. Sawa. Na hapo ndipo utapoangalia maandiko unakuta mbona Mungu mwenyewe anachokisema anasema kwamba Yesu alimtuma kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo wafuasi ambao wanatakiwa wamfuate Yesu, si kwa maneno yangu bwana simulize. Isifike mahala watu wakanambia Shafi maneno umetoa kwenye mdomo wako. Tumetoa kwenye vitabu. Kwa hiyo hawa ndio wana haki na stahili ya kuitwa wafuasi wa Yesu kwa sababu walikuwa wametumwa au wamemfuata mtu ambaye
alitumwa kwao. Kuna mjadala mkubwa sana ambapo unaweza ukatanua sana kwa sasa hivi. Je, hawa watu wapo? Manake jawabu litakuja kama Yesu alishaondoka akafata mwingine, bado vipi wanabaki katika utawala wa mtu ambaye aliyeondoka? Tutakuja kuzungumza hiyo mada. Kwa maana je, hao Wakristo kwa sasa wapo? Kwa sababu wao kama Yesu alishaondoka na alishatumwa kwa wana wa Israeli na akaja mtume mwingine, walitakiwa wahamishe makazi sasa wamfuate yule mtume mwingine. Lakini ni mada ambayo tutaichagua siku ya kuisema. Ila Wakristo manake ni watu wanaomfuata Bwana Yesu. Sawa sawa. Okay. Sasa tunakuja kwenye kitabu kama cha Qurani au hadithi zinavyoandika Wakristo, kwa sababu lengo langu ni kutaka sana sana kulenga huu mjadala ambao unaendelea kuhusiana na utatu au Mungu mmoja. Vitabu vinavyoandika vya Kiislamu vikiwaandika Wakristo vinawaandika katika aina ipi? Ni wana Mungu mmoja au wana utatu? Simulizi utatu ulipatikana baada ya kuwa Yesu ameshaondoka. Sawa. Miaka 325 BC pale Nisea. Ndipo kwa mujibu wa vitabu vya maisha watakatifu walitengeneza Yesu kuwa mtu Mungu na Roho Mtakatifu kuwa ni Mungu. Kwa hiyo sasa unapoamua kulitafuta ili jambo sharti ulitazame nyuma, kwamba je, nyuma kule kama Mungu alikuwa watatu, wale manabii waliopita nyuma Mungu alishindwa kuwaambia kwamba ana nafsi tatu? Okay. Mpaka ifike kwa Yesu ndo paanze kufunuka. Kwa nini Mungu asijitambulishe katika vitabu vilivyopita kwamba sisi tuna umoja wa nafsi tatu lakini tumekuwa kitu kimoja? Sasa manabii wote waliopita ina maana hawakufunuliwa ili jambo, na ili jambo limekuja kufunuliwa wakati wa Yesu. Tena simulizi ukitazama wakati wa Yesu wenyewe ni kitabu hiki cha Yohana peke yake. Okay. Ni Yohana peke yake. Katika wale watu wanne wale wanafunzi wa Yesu, ni Yohana peke yake ndio aliyekuja kufundisha ili jambo. Mwanafunzi mpendwa wa Yesu. Yes, lakini hulikuti kwa Marko, hulikuti kwa Matayo, hulikuti kwa Luka, wala hulikuti kwa watu wa isipokuwa kwa huyu peke yake. Lakini tunapaswa kujua hata Yohana ukimtazama kuna maelezo tofauti yanakuashiria kama kauzungumza utatu, lakini ukiamua kuufuatilia nao hutoweza kuona, ila utata umeanza kwake. Sasa tunachotakiwa kujifunza, manabii waliopita walifundisha hiki kitu. Okay. Hiki ndio kitu cha kwanza simulizi kujifunza. Ndio. Kutoka 21. Kutoka 20 mstari wa kwanza. Sawa sawa. Mstari wa kwanza anasema hivi. Mungu akanena maneno haya akasema. Mungu akanena maneno haya akasema. Mimi ni Bwana. Anatumia neno mimi. Nini maana ya mimi? Mimi mmoja ni Bwana. Endelea. Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, miaka 430. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mbona maneno haya? Hao manabii waliopita simulizi. Okay. Na katika maandiko yasiyokuwa na utata ni katika Agano la Kale, hakuna neno utatu mtakatifu. Okay. Kwa hiyo mitume yote iliyokuja na manabii haikufundisha utatu mtakatifu kwenye Biblia kwa mujibu wa Agano la Kale. Sawa sawa. Endelea kidogo hiyo. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Ndiyo. Wala kilicho chini duniani. Wala kilicho majini chini ya dunia. Ndiyo. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Unasikia bado anasema vile, mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Lakini tatizo ambalo limekuja kutokea ni lile la Mwanzo 1:26. Okay. Isome hiyo Mwanzo 1:26 tufundishe kitu kidogo. 26 anasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mbona maneno ili ndio ikawa shida. Biblia ikafundisha Mwanzo 1:26 na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Endelea. Okay. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila kiumbe kitambacho nchini. Sasa hii ndio hoja simulizi. Na tufanye. Ikiwa tunafundishwa kwamba Mungu ni mmoja,
Vipi litumike neno tufanye? Hatuoni sasa ule utatu unakamilika. Okay. Kwa sababu umeshiriki katika neno tufanye. Hatuoni sasa hapa ndo kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini hili swala hata wao mababa askofu liliwapa shida katika kulielezea. Ndio. Lakini walikaa chini wakatafuta tafsiri iliyokuwa bora. Nini maana yake neno hili? Hata ukija kwenye Qur'ani neno sisi unalipata. Katika 4:79 nasi tumekutuma. Bado linatumika neno sisi. Sasa ukiamua kulitafsiri bwana simulizi, lazima uje katika Biblia ya Kiroman Catholic hapa ya Imprimato, itatupa majawabu mazuri katika kulitafsiri hilo neno sisi, walikuwa na maana gani katika neno sisi. Nisomee Mwanzo 1:26 na ufafanuzi wake hapo. 1:26 anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Nenda kwenye ufafanuzi. 26 anasema kwa sababu gani Mungu atumia wingi akisema na tufanye badala ya kusema nifanye? Umeelewa hilo sasa? Biblia hiyo ya Wakatoliki. Sasa wanatafsiri Mwanzo 1:26. Kwa nini Mungu anatumia wingi wa kusema tufanye badala ya kusema nifanye? Je, si yupo Mungu mmoja tu? Biblia inasema maskofu, si yupo Mungu mmoja tu. Umeona wenyewe hao? Ndio. Yaani simulizi ili jambo lina utata. Yaani wenyewe wanakaa wanasema Mungu mmoja. Hawasemi ana utatu mtakatifu. Ndio. Endelea. Kuna namna mbili, kuna maana mbili za kueleza neno hili. Wanatutafsiria sasa. Kuna namna mbili ya kueleza au maana mbili ya kulifafanua neno hili. Wataalamu wengine hueleza neno hili kwamba huenda Mungu alifanya shauri na malaika. Umeona sasa? Wafuasi wake mbinguni. Wanajua kwamba Mungu mmoja. Lakini kinachowashangaza kwa nini atumie wingi? Sasa wanaamua kutafakari na kufikiri na kuleta falsafa. Basi Mungu atakuwa alifanya shauri na malaika, ndio maana akasema neno hilo. Endelea. Okay. Maelezo ya namna ya pili yasema kwamba usemi huu wa wingi ni usemi wa fumbo. Naona wanasema maaskofu, maelezo ya namna ya pili yanasema huu ni usemi wa fumbo tu. Wafanyaje? Wataka kutuonyesha utukufu, ukubwa, cheo na utajiri wake Mungu. Ndio. Kwa Kiebrania Elohim. Basi. Okay. Sio, umenipata? Mungu anataka kutuonyesha cheo, utukufu na ufalme wake. Kwa nini? Unaweza kutamini nimevaa kofia simulizi. Ndio. Ukaambia Shafi, kofia yako nzuri. Nikakwambia kofia kama hii tunavaa watu kama sisi. Okay. Sasa. Lakini nimetumia neno sisi la kutukuza. Mfano rais hawezi kuandika barua akasema amba, atatumia we are. Okay. Sawa? Ndio. Mfano umeenda kwenye kibanda cha simu unamkuta dada yuko peke yake. Lakini anakuambia tunachajisha simu. Okay. Lakini yuko peke yake. Au Waingereza wanasema majestic plural. Ni wingi wa kujitukuza. Okay. Sasa Musa yeye hakutambua utatu mtakatifu. Okay. 6:4 Kumbukumbu la Taurati. 6:4 Kumbukumbu la Taurati. Sawa sawa. Mstari wa 4 anasema sikiliza Israeli. Anawaambia Musa, sikilizeni wana wa Israeli. Nini? Bwana Mungu wetu. Nini? Bwana ndiye mmoja. Sasa huyu aliyekuja kufundisha nani? Sio, unanielewa vizuri bwana simulizi? Ndio. Huyu anasema Bwana Mungu wetu ni mmoja. Sikiliza Israeli. Bwana Mungu wetu ni mmoja. Endelea kidogo hayo maneno. Sawa. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Ndio. Na uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyasema uishipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Basi, mbona hayo maneno yanapigiliwa hayo? Okay. Ayaseme Mungu ni mmoja. Sasa hawa simulizi hawakufundisha kwamba kuna utatu, hawajafundisha. Okay. Sasa nani kaja kuuingiza? Hebu angalia Daudi, Zaburi 83:18. Zaburi 83 mstari wa 18. Sawa. Mstari wa 18 anasema hivi. Ndio. Wajua ya kuwa wewe uitwaye jina lako Yehova. Ndio.
ndiwe peke yako uliye juu ya nchi yote. Daudi yeye anasema wajue ya kuwa wewe jina lako Eva ndiye uliye juu ya nchi yote, tena peke yako na mwingine. Sasa kuna neno linajengeka simulizi nafsi tatu. Okay. Mimi sijawahi kusoma katika Biblia kuna mahala pameandikwa nafsi tatu. Okay. Yaani licha ya kufunua Biblia, kuijua ninavyoijua na kila siku ninatafuta mahala gani pameandikwa kuna nafsi tatu, zaidi ya watu kuunga maneno. Okay. Kwa mfano, soma Mwanzo 22:16. Sawa. Sawa, Mwanzo 22 mstari wa 16 anasema akasema nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana. Maana yake ni? Maana yake na nafsi yake. Sasa kama zipo tatu litakiwa asemeje? Nimeapa kwa nafsi zangu. Okay. Sasa hili andiko linatosheleza kujua nafsi yake moja. Sasa anapotokea mtu simulizi akasema tatu, ndipo pale tunapomdai. Tatu kwa kipengele kipi na mstari gani? Okay. Kwa hiyo tunaunga yale maneno. Roho Mtakatifu hivi tupe ushahidi ambao Yesu mwenyewe anasema. Hebu sasa tumsikilize Yesu. Kama hao walisema Mungu mmoja. Yesu yeye anasemaje? Hebu 12:28 Marko 12:28. Sawa, mstari wa 28 anasema hivi. Na mmojawapo uandishi akafika, akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vyema. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Anataka kujua amri ya kwanza ni ipi? Sawa. Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Natosha. Bado anasisitiza yule tunayesema Mungu mwana. Ndiyo. Bado anasisitiza Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Mimi simulizi natafuta sana maandiko. Ndiyo. Yanayoashiria kuna utatu mtakatifu. Na msikilizaga Danieli na wasikiliza kina Mwankemu wanaosema hivyo, sijawahi kupata hilo andiko katika Biblia zaidi ya kuunga. Kama lipo natamani uliseme tusikilize. Wao wanasema ile Mathayo 28:19 inayosema hivi, na mkawafanye mkawabatize wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Zile ni imani. Okay. Zile simulizi ni imani. Ili watu wawe wanafunzi, sharti wamjue Baba, wamjue Mwana, wamjue Roho Mtakatifu. Okay. Kwetu sisi Waislamu ziko 6. Okay. Kumwamini Mwenyezi Mungu, kuamini malaika wake, kuamini vitabu vyake. Okay. Kuamini mitume yake. Sasa ili wewe uwe mwanafunzi, sharti vile vitu viamini na kuvijua. Kwa maana Baba umjue ndiyo Mungu, Mwana ambaye Yesu umjue ndiyo mtume aliyetumwa kuchukua ya kwako kupeleka kwa nani? Kwa Mungu. Roho Mtakatifu maana yake ndiye anayechukua ujumbe kwa Mungu kupeleka kwa nani? Kwa manabii. Okay. Au lipo jengine simulizi? Mimi nataka sana. Wanasema na ile Tito 2:13 inayosema tukilitazamia tumaini lenye baraka. Na sana sana pale wanazungumzia pale inaposema Yesu Kristo Mungu mkuu na mwokozi wetu. Ndio tatizo lilipoanza. Kwa maana nilikwambia matatizo haya yametokea baada ya Yesu kuondoka. Sawa. Lakini kauli ya Yesu mwenyewe hajawahi kutamka hayo maneno. Na ndio maana hata Yohana katika maandiko yake anagusagusa, yani walijaribu kutiatia lakini wakashindwa. Sasa huyo ni Paulo anayezungumza hayo maneno kwamba Yesu ni Mungu mkuu. Lakini Yesu alitutahadharisha yeye mwenyewe. Hebu 7:24 Mathayo. 7:24 Mathayo. Sawa. Mstari wa 24 unasema hivi. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Natosha.
Kwa hiyo Yesu anatuambia kila asikiae maneno yangu, sio ya Paulo, sio ya mtu mwingine. Ili ufananishwe na mtu mwenye akili, sharti uyasikie maneno ya nani? Ya Yesu. Sasa Yesu, Paulo huko anatufundisha wewe ni Mungu mkuu. Ili tuwe na akili tuambie wewe, tusiwe wapumbavu. Ndio. 14:27 Yohana. Okay. Sawa. 27 inasema, amani na wachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu toavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na oga. Mlisikia ya kwamba mimi niliwaambia naenda zangu, kisha tena naja kwenu. Yesu anasema mlisikia mimi naliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mngalinipenda mngalifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Tafsiri. Okay. Na yupo Mungu ambaye ni mkuu kuliko Yesu. Na Yesu anasema ili uwe na akili usikie maneno yake. Hayo ndiyo maneno yake aliyoyasema kwamba Mungu ni mkuu kuliko mimi. Sasa mimi natafuta katika Biblia simulizi mahala panapoonyesha kwamba kuna nafsi tatu za Mungu. Napatafuta mpaka leo sijapata. Okay. Mwamkema nampitia we kila siku. Mbona sioni huo mstari? Na kila nikisoma manabii waliotoka nyuma wananifunulia Mungu mmoja. Mungu mmoja. Sasa hii inakuwaje kwamba huyu Mungu ako nafsi tatu? Kwa sababu unasema Mungu kashuka kaja duniani. Je, wakati kaja duniani kule aliacha kichwa, aliacha nini? Okay. Unasema alikuja mzima. Duniani juu kulikuwa na nini? Sasa kama Mungu alishuka duniani, alafu ukisikiliza maneno ya Yesu, Mathayo 6:9. Okay. Usikilize yale maneno ya Yesu. Sawa, mstari wa 9 unasema, basi ninyi salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Natosha. Wakati yuko duniani anaambia salini Baba yetu uko wapi? Mbinguni. Ina maana alimwacha nani tu? Baba, ambaye ni Mungu. Sasa unaanza kupatwa na mashaka, haya mafundisho yanatoka hapa. Mimi sikubaliani na Ndacha, lakini katika hili iko sawa. Okay. Na naamini Ndacha siku yote anakuja kwenye Uislamu. Na hilo hasa ndio lilonifanya mimi nifanye hiki kipindi na wewe. Nikasema kwani Wakristo mnaowajua ni wapi? Ikiwa mtu kama hivyo anavyosema Ndacha, yeye Mungu ni mmoja, anasimamia tauhidi. Naona watu wengi wanamnasibisha kwamba anakaribia kuwa Muislamu. Ina maana yeye akisema Mungu mmoja hawi Mkristo. Ndio maana nikasema kwani vitabu vya Kiislamu vinaandika Wakristo wao wanafanya nini? Na mpaka inaonekanaga hii dini ya Ukristo haifai. Yaani Wakristo wanaamini nini katika huyo Mungu? Wakristo maana yake sio haifai. Ndio. Sijui umeelewa? Wakristo wa kweli ni wale ambao walioambatana na nani? Na Yesu. Ambao wakakubali kwamba Yesu ni mtume na kafundisha Mungu mmoja. Ila tunacholalamikia hawa kina Ndacha kwa sasa hawahitajiki kuwa Wakristo kwa sababu alishakuja mtume mwingine. Ndio maana tunasema Ndacha anakaribia kufanyaje? Kuja. Tatizo lake ameshikamana na mafundisho yale ambayo tayari kuna mtu kashakuja kaleta mengine. Okay. Umeelewa? Ndio tunasema huyu Ndacha sasa kashaanza kuelewa. Kwa sababu kitu kigumu kwanza kuukataa utatu ambao ni sea ulikaliwa na kukubali kwamba Yesu Mungu Mwana ndo Baba mwenyewe ndo Roho Mtakatifu. Sasa ule kuukataa kwanza ni kigezo cha kufanikiwa. Kwa sababu hakuna kigezo kizuri kwamba cha kukubali kwamba Mungu yupo tena mmoja. Usimshirikishe Mungu na kitu chengine. Kwa hiyo Ndacha tayari amekubali kwamba Mungu mmoja hana mshirika. Sasa hii tayari anaanza kutoka kwenye ushirikina wa kumfanya Mungu watatu. Ndio maana nasema huyu Ndacha anakuja. Na kuna siku moja nilisikia hoja yake, Uislamu mimi hoja yangu moja. Wallahi mimi namtaka Ndacha. Na nataka nimfundishe hiyo sehemu. Naamini Ndacha kwa kichwa alichokuwa nacho alipotokea na sasa alipofika kuna mahala atakuja. Ila hajauelewa Uislamu, kidogo anauelewa vibaya. Lakini sisi wenye Uislamu tupo, tutamfahamisha namna Uislamu ulivyokuwa mtamu. Uislamu simulizi hautaki kona kona. Okay. Hautaki kanyaga. Kwa hiyo Ndacha mimi nimkaribishe kwa sababu anakaribia kufahamu kwamba nini anachotakiwa kufanya. Mimi nilikuwa naulizaga kama Yesu alishapaa kwenda mbinguni, sisikarudi kwenye makazi yake ya uungu. Maana yake tukimtazama kule mbinguni tutamkuta yeye kama nani? Kama Mungu. 7:54 Matendo. Okay. 7:54 Matendo. Sawa. Mstari wa 54 unasema hivi. Ndio.
Basi waliposikia maneno haya wakachoma mioyo, wakamsagia meno. Ndiyo. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu, na Yesu akisimama upande wa mkono wa kulia wa Mungu. Tafsiri yake ni manake Mungu alikuwepo na Yesu alikuwepo. Mungu alikuwepo na Yesu alikuwepo. Na ndio maana Yesu hata akiwa mbinguni alileta ufunuo. Hebu moja ufunuo. Sawa. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaoneshe watumwa wake. Tafsiri wewe. Maana huu ni ufunuo wa Yesu Kristo ambao alipewa na Mungu. Sasa Mungu gani kampa Yesu? Maana Mungu yule wa Yesu. Sasa unawashangaa hata wakati Yesu anasema kaikwa msalabani kwa imani yao, alitamka maneno Eloi Eloi lama sabachthani, yaani Mungu wangu mbona unaniacha? Kwa nini asiseme Mungu mwenzangu mbona tunaachana? Mwankema ache kupotosha watu. Nani yule ndacha iko sawa na masawe katika hili. Ila na wao tu tunawasubiri waingie katika Uislamu. Natamani kusikia hoja zinazowafanya wasiwe Waislamu. Simulizi Uislamu ungekuwa sio dini, mimi ningekuwa nishatoka. Kuswali mara 5 kwa siku ningekuwa nishatoka. Lakini mimi nipo kwenye Uislamu kwa sababu Uislamu ni dini. Na simulizi mimi nikwambie watu haujui Uislamu. Uislamu umenyoka hivi. Hakuna pinda kwenye Uislamu isipokuwa Waislamu wenyewe ndio wenye mambo ya kupinda. Lakini Mungu ukimsikiliza kwenye Qur'ani namna anavyosema kuhusiana na dini yake, hakuna kupinda. Kwa sababu jifunze, sisi Waislamu tungekuwa sio dini ya kweli, kwa nini tusimtukane Yesu? Namna Wakristo wanavyomtukana Muhammad. Lakini sisi hatuwezi kumtukana Yesu. Tunaamini hawa hawajamjua Yesu, hawa hawajamjua Mtume Muhammad, lakini tunaamini kuna siku wakimjua watakuja. Na ndio maana ile Qur'ani yenyewe ukisoma inatuhimiza sana kuzungumza nao kwa busara. Inatuhimiza sana tuwalinde wala tusiwapige. Lakini watu leo wanataka Uislamu sio ugaidi, wala Uislamu sio dini ya kuua. Mimi nasikiaga vipindi Uislamu unaruhusu kuua. Kwani dini gani isiyoruhusu kuua? Hata serikali inaruhusu kuua. Wewe umemuua mwenzio, sheria inatakiwa ufanyeje? Unyongo. Ndio maana hata katika Biblia ukisoma 13:11 hiyo Ufunuo inasema aliyeua kwa upanga naye atakufa kwa upanga. Kwa hiyo ni sheria ambazo zimo, inawezekana simulizi uue alafu uachiwe. Sasa kusema Uislamu unaua kivipi? Wewe umeua, ndio maana Uislamu na wewe unataka uwawe kisheria, lakini katika nchi ambayo zinaongozwa na sheria za Uislamu. Ikiwa haziongozwi na Uislamu, basi sheria hiyo haiwezi kufanya kazi. Lakini mimi nikwambie simulizi, wanaosema kuna utatu wanakosea na hawajawahi kufahamu maandiko kina Mwankendo. Maana kila ukizungumza nao kina Mwankemwa katika hilo hawana majawabu, kwa sababu aya zinazoashiria kwamba Yesu kamtangaza Mungu zipo. Hebu tumalize na 18:18 Luka. Luka 18 mstari wa sawa. Mstari wa 18 anasema Luka, tena mtawala mmoja amuuliza akisema, mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu anaulizwa swali, mtu anataka uzima wa milele. Tena huyo ni mtu mkubwa kwa mujibu wa Biblia nyingine. Anamwambia nifanye nini mwalimu mwema ili nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu. Kwa nini Yesu anakataa sio mwema? Kwa nini unajua simulizi anakataa? Sina uhakika kwa nini. Mwema maana yake mtu asiyekuwa na mashaka. Mwema ni kitu ambacho kilichokamilika. Mwanadamu hajakamilika. Aliyekamilika ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo mimi ukiniita mwema, hapana, wema ni sifa ya nani? Ya Mungu. Japokuwa kuna nyakati inaingizwa katika wanadamu huyu mwema kwa staili yake. Lakini kwa huyo alivyokusimama akamwambia, mimi sio mwema. Mwema ni nani? Mungu. Simulizi Yesu anasisitiza sana kwamba yeye katumwa. Hebu tumalize na 5:30 Yohana 5:30. Sawa. Mstari wa 30 anasema, mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Ndiyo. Kama nisikiavyo ndivyo nihukumuvyo. Kwa nini? Na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenituma. Tafsiri wewe sasa. Maana hapa Yesu alitumwa na Mungu. Lakini hapa kwa Wakristo ambao wanaamini utatu wanasema kwamba
hapa Yesu alikuwa anaongea kama mwanadamu akiwa amejivua uungu. Ndio hayo maandiko hakuna. Hiko ndio tunachobishana hiko. Hiyo sasa ndio zile Nisea ndio zinaingia hapo. Kwa sababu ukisema kama mwanadamu sharti utoe andiko. Sasa. Sio, umeelewa? Sasa. Yaani ukizungumza kama basi lete andiko linajulisha huyu hapa alizungumza kama mwanadamu. Lakini ni akili inayotumika tu ya watu. Sasa kwenye hilo mtu akisimama ambaye yeye labda yeye kwa yeye anavyojitazama anajiona Mkristo, akasema Mungu ni mmoja, wenzake wale Wakristo wanaweza kumtoa kwamba huo sio Kristo. Ndio maana mwanzo niliuliza swali, kwani Wakristo ni watu gani? Japokuwa nitafsiria wale waliomfuata Yesu. Je, hawa wa sasa ni Wakristo wa namna gani ambao ukisema Mungu ni yule mmoja, Yesu kama wengine wanakubali Wakristo wao Yesu ni mwanae lakini yeye sio Mungu, Mungu mkuu yupo, wanamtoa. Ndio kama hivyo kama huyo Ndacha wao wanavyosema karibu kwenye Uislamu, na Wakristo hao wengine wanasema Ndacha ameshakuwa Muislamu. Kwa sababu hii Wakristo wa kweli waliomfuata Yesu walikuwa wanakubali Mungu. Sasa ili uende tofauti sharti uwapinge hawa. Na utawapingaje? Kwa ule mkutano wa Nisea Uturuki uliofanyika wa kusema ili uwe mtu wa kweli kabisa wa dini yetu ukubali Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Wewe sasa unaenda kwa watu. Sasa Ndacha yeye amekuja kwenye Biblia na mafundisho ya Yesu. Okay. Ndicho kinachotokea. Na ndio maana namwambia wewe kashakuwa Muislamu. Na nikwambie tu simulizi, ukifuata Biblia ukweli wa kusoma utaki mbengele lazima uje kwetu. Okay. Ndacha anakuja tu. Okay. Mimi nimemsikia anataka majini ndo hajaelewa. Ndio. Kaambia mimi nitakufundisha majini. Okay. Yani ni viumbe gani nitakuelekeza. Okay. Lakini Ndacha simulizi anakuja. Anakuja kabisa Ndacha. Kwa sababu sasa hivi kashaanza kupunguza power ya Wakristo kama umeona. Wakristo washamkataa ujue. Ndio hilo, yani hilo ndio shida kubwa kwamba kwa nini wanaposema Mungu mmoja wanaona huyu ni Muislamu. Kwa sababu wafuasi wa Yesu waliokuwa Wakristo walikubali kwamba Mungu mmoja. Na Wakristo kumbe wanajua ukisema Mungu mmoja wewe ni Muislamu. Ili usio Muislamu useme Utatu Mtakatifu ambao kwenye Bible hakuna. Okay. Sasa. Umenipata? Nimekupata. Kwa hiyo mimi namkaribisha Ndacha aje. Na lile hoja yake anayoona nzito mimi nitamjibu. Sawa. Namkaribisha apange siku aje, mimi nitamfundisha vizuri na naamini ataelewa. Sababu mimi mwalimu wa mambo simulizi. Sana. Nitamfungua kichwa chake na atakaa sawa. Na si tunamhitaji kwa maneno yake anaweza kutusemea. Sawa. Haya mwalimu, mimi naona tumalize tu, tumekuwa na kipindi kizuri hasa kuhusiana na huu mgogoro wa wenzetu wa kina Danieli na upande wa kina Ndacha ambao wamekuwa wakibishana juu ya dini yao, hasa ukweli ni upi, Mungu ni upi wa kweli, ni utatu au ni huyu mmoja tu ambaye hana nafsi tatu na nafsi moja. Sasa umeona sasa sisi kwenye Uislamu simulizi ushawahi kusikia tunashindania Mungu? Hapana. Sasa kwa nini ujiulize? Yaani wao mpaka leo hawajajua Mungu ni nani. Yaani hawaamini kwenye Mungu wao wenyewe. Lakini sisi Waislamu tutashindana mambo mengine, sio swala la nini? La Mungu. Sasa wenyewe kule hawajaamini. Kwa hiyo kwanza Danieli na Mwankema na Ndacha wakubaliane. Ukitaka kufanya mdahalo na sisi au na mimi, kwanza wenyewe wakubaliane Mungu watatu au mmoja. Wakishamalizana wao sasa ndo waje kwetu sisi sasa. Sawa? Kwa sababu sisi katika Qur'ani Mungu soma 364. 364 Qur'ani. Sawa. Tuifungie na hiyo 364 Qur'ani. Tufunge na hiyo Sawa, imeshafunuka. Ndio. 364 anasema kwamba ndio. 364 anasema hivi. Ndio. Sema. Enyi watu wa kitabu, njooni kwenye neno lililo sawa baina yetu na ninyi, ya kwamba tusimwabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu. Wala tusimshirikishe na chochote, wala tusifanyane sisi kwa sisi kuwa walezi badala ya Mwenyezi Mungu. Na wakigeuka basi semeni, shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu. Kwa hiyo Mungu anataka tuwaite kuhusiana na Mungu huyu. Mungu anawajua hawa mpaka sasa hivi wana ikhtilafu katika Mungu. Okay. Kwa hiyo sasa tuwaiteni au mueleze Mungu. Huyu anasema watatu, huyu anasema mpaka sasa hivi wao wanaojifanya Wakristo hawajajua kwamba wanatakiwa kumwamini Mungu watatu au mmoja. Kwa hiyo nimuombe Ndacha, nimuombe Mwankema wamalizane kwanza, alafu waje kwetu, ila mimi Ndacha nitamfundisha simulizi kile kinachompa shaka katika Uislamu. Usiache kusubscribe, kula vitu vitamu. Asante.